mliuzwa bure, nanyi mtakombolewa bila fedha. Haleluya. Yaani ile andiko liko wazi, kwa sababu kwa mfano wewe ukazalika kwenye familia iliyojaa uharibifu. Kwani ulilipia kwenda kwenye ule uharibifu? Si direct tu umeenda. Na kuna wale unakuta wanajiingiza katika maisha ya uharibifu kwa sababu ya ushawishi. Mtu anakushawishi na vimaneno unajikuta umeingia. Unaelewa? Kwa hiyo sasa, kwa sababu ulienda bure na kukombolewa, unakombolewa bila fedha. Yaani ni kusema tu damu ya Yesu, naomba uniokoe. Atulipii, si ndio? Haleluya. 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 Kwa hiyo tunatumia damu ya Yesu kupata ukombozi. Tunatumia damu ya Yesu kupata ukombozi. Naomba niende haraka kidogo ili tupate na muda wa kuomba vizuri. Vifungu vingine kama unaandika vifungu vingine, damu ya Yesu Kristo, kuna Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 na 7. Yohana mtakatifu, Injili ya Yohana mtakatifu sura ya 8 mstari wa 12. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 na mstari wa 19. Hii waraka wa kwanza wa Petro, acha niisome. Sura ya 3 mstari wa 18 na 19 inasema hivi: kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Kwa hiyo haleluya. Kwa hiyo sisi tumekombolewa na damu ya thamani, na damu ya Yesu Kristo. Na kwa sababu kuelewa tu, tunaweza tukaitumia damu ya Kristo Yesu kukomboa maisha yetu ya utakatifu. Yaani tunaweza tukatumia damu ya Yesu kukomboa hali zetu za kiuchumi. Tunaweza tukaitumia damu ya Yesu kukomboa hali zetu za kifamilia. Tunaweza tukaitumia damu ya Yesu kukomboa hali zetu za masomo. Yaani hizo waga iko hivi. Mimi naweza nikawa sijasoma, lakini kama nikipambana mtoto wangu akasoma, ni sawa na mimi nimesoma. Haleluya. 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 Yaani mimi naweza nikawa nilitamani labda nimiliki fedha kiasi fulani, lakini nimepambana nimeshindwa. Ila mimi nikisaidia mtoto wangu akaimiliki ile fedha, ni sawa tu na mimi nimemiliki. Changamoto tulionayo ni kwamba ubinafsi ni mwingi. Hiyo roho ni mbaya sana. Ndio changamoto tulionayo kwa sijui niseme wa Tanzania, sijui niseme wa Afrika. Yaani watu weusi. Ni changamoto. Yaani nakuta kama nifanikiwe mimi. Watoto wangu watapambana kabisa. Ni mbaya sana. Haleluya. Mungu atusaidie, si ndio? Mungu atusaidie tujaribu kufurahia mafanikio ya watu wengine. Tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 52 mstari wa 3. Maandiko matakatifu yanasema, maana Bwana asema hivi, mliuzwa. Yaani kuna kitu kimebanwa sehemu fulani. Kwa hiyo kuna mtu anayekuja kukipatia kile kitu uhuru, kufanya
kitoke sehemu moja kije sehemu nyingine, ambayo hii sehemu, hiki kitu kinaweza kikawa na uhuru wa kufanya chochote. Naona ndo damu ya Yesu kitu ambacho imefanya. Kwa hiyo tulikuwa tunatumikishwa na vitu, tunatumikishwa labda ndo na hayo maisha ambayo yalikuwa hayafai. Kwa hiyo sasa Yesu haikutosha kuhubiri tu ile injili, ilibidi aende pale msalabani, ndo kusema pale imekwisha. Maana yake imekwisha, kila kitu ambacho kilituzinga sasa imeishia pale. Maana yake damu ya Yesu inaweza ikatukomboa, kututoa kwenye misingi iliyoharibika, kututoa kwenye maisha yaliyojawa uchafu, kututoa kwenye vifungo ambavyo kwa ufahamu wetu na ujanja wetu tulishindwa kutoka kule. Kuna mtu anakuwa anapambana, natamani nitoke kwenye maisha ya namna hii. Anapambana siku 2 3, siku ya 4 anaendelea. Anapambana wiki moja, wiki ya pili anaendelea. Kwa hiyo yani ni kama vile anajaribu kwenda mbele, anarudi nyuma. Anajaribu, anaonekana kama vile anaweza, lakini bado anarudi nyuma. Kwa hiyo kwa fahamu, kuna wakati hatuwezi. Yani huyu mtu anaweza akawa anapambana, anaenda na pambana na, kuna wakati anakata tamaa. Na akikata tamaa, ile nguvu yenyewe haisi. Shetani ana nguvu kama una nguvu ya Mungu. Yani kwa nguvu za kibinadamu hauwezi kupambana na shetani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sisi tumekombolewa